ndio kama hii tunayoelezana, alislamu dinu musawati la asabiyya. Uislamu ni dini ya usawa na wala si dini ya ubaguzi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wa kuonesha kwamba ubaguzi ni jambo ambalo si lenye kufaa katika maisha yoyote, katika jamii yoyote. Ubaguzi haufai, mpaka akawaelezea wale wafanyakazi katika majumba ya watu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anaonesha na kuwazungumzia kwamba hao wafanyakazi nao pia wana haki zao. Yeyote ambaye anamiliki mfanyakazi, basi lazima atambue kwamba hata wale wafanyakazi pia wana haki zao. Si kwamba wewe unamiliki mfanyakazi ndio umchukulie kana kwamba ni nyama. Yaani kuna watu wanaishi na wafanyakazi, kile anachokula si anachokula yule mfanyakazi. Kaweka makabaka kuonyesha kwamba mfanyakazi yeye hadhi yake ni ya chini mno. Sasa mambo haya Uislamu umekemea. Siku moja bwana mmoja katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika simulizi, katika hadithi iliyoelezwa na wasimulizi wa hadithi, jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulallah ayamnauni sawadi wa damaatu wajhi, ayamnauni sawadi wa damamatu wajhi. Alifika kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja katika masahaba, akawa kana kwamba anauliza, lakini katika uulizaji wake kama kuna kitu anakificha katika moyo wake. Akamwambia Mtume, hivi ayamnauni sawadi wa damamatu wajhi dukhula aljanna, hivi unaweza kunizuia mimi wauzi wangu wa damamatu wajhi, na kuwa na sura mbaya na ubaya wa sura yangu kuingia peponi? Swali hilo anamuuliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu na hivi, walladhi nafsi biyadihi, namwapia yule ambaye nafsi yangu ipo katika milki yake. Japo hiki Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa ikiapia sana katika baadhi ya hadithi mbalimbali. Hiki ni kiapo kikubwa mno kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema, namwapia yule ambaye nafsi yangu ipo katika milki yake, ma ayqanta bi rabbika wa amanta bi rasulillah, muda wa kuwa wewe umeyakinisha kwamba hakika Mola wako mlezi ni Allah pekee yake, na ukaamini kwamba Mtume Muhammad ni mtume wako, basi wewe hakuna kitakachokuzuia. Ndio maana ya maneno haya, kwa maana hakuna kitakachokuzuia wewe kuingia peponi. Yule bwana alipojibiwa hakuishia hapo, akasema, walladhi akramaka binubuwa, basi namwapia yule ambaye aliyekukirimu wewe kwa kukupa utume, laqad shahidtu an la ilaha illa Allah, hakika nimeshashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki
isipokuwa Allah peke yake, min kabli, kabla ya kuja hapa kuuliza swali hilo. Laqad shahidtu an la ilaha illa Allah min qabli an ajlisa hadha almajlisa, hakika nimeshashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, kabla ya kuja katika baraza hili. Walaqad khatabtu ila kathirin faraduni bisawadi wa damamati wajhi, na hakika nimepatapo